Hamjambo, kwa majina najulikana kama Mwalimu Cheche ama Rastus Yenga. Ningeongea tu kitu kidogo tu kuhusu uongozi kidogo tu ambayo itaweza tusaidia sana. Unapokuwa kiongozi haimaanishi si tu kuhusu cheo ama kuwa katika kamati fulani ama kuhusika katika kamati ya wakurugenzi. Lakini unapoongea juu ya uongozi ni juu ya watu. Unaongea juu ya watu na pia jinsi ambavyo tunaweza kufikia mahitaji ya watu hao. Unapochaguliwa kwa kiongozi ama unapoteuliwa ama unapotawazwa kuwa kiongozi, unatawazwa kuwa kiongozi kwa ajili ya kushughulikia mahitaji ya wale watu ambao wamekuteua. Na kuna mahitaji nyingi sana katika nyanja tofauti, katika shughuli tofauti, katika miradi tofauti ambao yote inaangazia kufanya maisha ya wale ambao wamekuchagua ama wale ambao wamekuteua ukawa katika kiongozi ili ukaweza kufikia haja zao za ufanisi na maendeleo. Kitu watu wanataka ni kuona kwamba maisha yao imeboreka. Maisha yao imeboreka na mambo ambao wanahitaji yamefanywa kwa rahisi ama uchumi wao umeweza kufikiwa katika hali fulani na yale ambao matakwa yao ama matarajio yao yanafikiwa kwa urahisi na huduma inafika kwao kwa urahisi. Hiyo ndio kuwa kiongozi. Na unapokuwa kiongozi uko na cheo yote kama kiongozi ama unakaa katika makao ya wakurugenzi ama wale ambao mnaongoza, lakini haushughulikii na hufikii mahitaji ya wale watu ambao unaongoza, hiyo cheo chako ama hiyo kamati ulio ndani yao inakosa kuwa ya muhimu kwa hao watu ambao unaongoza. Maana watu hao wenyewe wataivunja ama watapata kukutoa katika ile uongozi kwa sababu haujafikia matakwa yao. Tumeona kwamba viongozi wengi baada ya muda hao wanakosa kuendelea kwa sababu ya nini? Katika muda hao hawakutumia vizuri kufikia matakwa ya wale ambao wanawafuata ama wale ambao wamewachagua. Kwa hivyo ukikuwa kiongozi hakikisha kwamba shughuli na matakwa ya wale ambao wamekuchagua wamekuwa katika uongozi yanafikiwa. Na unahakikisha kwamba unaboresha maisha ya wale watu ambao unaongoza. Uko pale kuboresha, si kujitakia. Viongozi wengi wanapopata uongozi, watu wengi hujitakia. Na wanapokuwa katika uongozi, wanaanza kukuwa na ile hali ya kiburi. Hali ya kiburi, wengine wanaanza kupenda fedha kuliko ile hali ya watu ambao waliowachagua. Wengine wanaanza kuwa na tabia ambazo hawakuwa nazo, tabia ambazo si nzuri, na wengine wanaanza kuwa na madharau kwa sababu wamekuwa viongozi na wako na pesa. Kwa hivyo pesa si kitu na mambo unayofanya si kitu, lakini unapofikia roho kulingana na mahitaji na kufanya maisha ya watu ambao unaongoza kuwa bora, unagusa roho. Hata watu wenyewe wanapokuona wataanza kulia kwa sababu yale ambao umewafanyia inagusa mioyo zao. Umeona watu wanalia wanapoona kiongozi wao ama mtu akiona kiongozi yao hata anaweza kuanguka chini kwa furaha kwa sababu ya nini? Mahitaji yao yameweza kufikiriwa, shughuli zao zimeweza kufikiriwa, ile hali ya kufanya kazi imerahisishwa, imekuwa rahisi sana. Kwa hivyo wanafanya na wana mapato na hawana ile hali ya kusumbuka sana au kusumbuka sana ndio wapate mapato, lakini wanayapata kwa sababu yanapatikana. Na kwa hivyo inafanya kwamba huyo uongozi unaheshimika sana na huyo mwenye kiongozi anapatiwa heshima sana kwa sababu ameleta mabadiliko katika nchi yake, ameleta mabadiliko katika ile kampuni anafanya, katika ushirika popote ambao amechaguliwa kuwa kiongozi. Kwa hivyo kuwa kiongozi, narudia kwamba jua kwamba haujachaguliwa kuwa kiongozi kwa sababu ya cheo ambao umepatiwa. Haujachaguliwa kuwa kiongozi kwa sababu wewe unaweza kaa katika kamati na kuweza kuamua maneno ama katika kamati yoyote kuamua maneno, kutengeneza sera. Hiyo si jukumu sana sana ambao watu wamekuchagua. Watu wanataka sera za kuwaletea mabadiliko katika maisha yao. Wanataka sera za kuleta maendeleo katika maisha yao ili wawe na kile ambao wanaweza kula kila siku na kusaidia familia zao na sisi vizuri. Kusiwe na magonjwa, tusiwe na hali ya uchumi ambao umefinya watu, tusiwe na ile hali ya umaskini. Tunaposhughulikia mambo kama hayo, inafanya kwamba wewe kama kiongozi utazidi kupendwa na watu
na watu wanaendelea kufanya uendelee kukaa katika uongozi kwa sababu umetatua shida zao. Mungu awabariki sana. Mungu ainue.